Hujambo na karibu tena mpenzi na mdau wa Mbaf TV, na ni baada ya kimya kidogo ambayo tulikuwa tukikutafutia taarifa kemkem, na asasi zetu zilikuwa zikichunguza taarifa ambazo zinazoendelea zenye ukweli na uhakika hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na leo ikiwa ni tariki 26 mwezi huu wa 4 2026, ambao tunakuletea taarifa kede, taarifa kemkem, taarifa nzuri kupitia katika mashamba ya vita na yale ambayo yanaendelea kisiasa. Taarifa zetu za siku ya leo zinaeleza kuwa askari wa kikosi maalum cha Rwanda akamatwa wakati wa mashambulizi makali huko katika tarafa ya Fizi. Nikikuletea taarifa kamili inasema kuwa wakati wa mpango wa kusitisha mapigano uliotangazwa huko katika nchi ya Uswizi ama Switzerland, kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya waasi yanayodaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Makundi hayo yakiwa kama vile RDF, M23, Twirwaneho, Red Tabara, Ngomino, Android na FNL. Inadaiwa kuwa jeshi la Rwanda lilijaribu tena kutumia mwanya huo ambao ni kusitisha mapigano, na yenyewe iliendeleza mashambulizi, lakini safari hiyo haikufanikiwa kabisa, maana jeshi la Kongo lilikuwa macho na chonjo kulinda mipaka. Wanajeshi wa Wazalendo pamoja na FARDC walijibu kwa nguvu mashambulizi hayo ambayo yalianzishwa na waasi. Katika mpambano huo, wanajeshi kadhaa wa kikosi maalum cha Rwanda waliripotiwa kupoteza maisha papo hapo, na silaha pamoja na risasi zingine zilifanikiwa kushikwa, na askari mmoja aliyejeruhiwa alikamatwa mateka baada ya kushindwa kukimbia. Inaelezwa kuwa askari huyo aliachwa na wenzake wakati wa mashambulizi makali akiwa hana nguvu na akiwa na njaa kali, kisha akaanguka chini akiwa amejeruhiwa. Wakati wa mahojiano alidai kuwa yeye ni mwanajeshi wa daraja la kwanza kutoka katika nchi ya Rwanda, na hata alitaja namba yake ya utambulisho. Nikinukuu maneno yake, alieleza kuwa mwanajeshi huyo kutoka Rwanda: kwa kweli mimi ni mwanajeshi kutoka Rwanda wa daraja la kwanza. Tumeletwa kusaidia wenzetu waliopo katika mikoa ya Kivu Kusini na mikoa ya Kivu Kaskazini ili kufanikisha kuteka mikoa hiyo iwe chini ya himaya yetu. Aidha, alidai kuwa wanajeshi wengi upande wao waliuawa katika mapigano hayo, akiwemo afisa wa ngazi ya juu, kanali wa daraja la pili. Kwa upande mwingine, ujumbe unasitizwa ni kwamba juhudi zozote zinazotumia mwanya wa kusitisha mapigano kwa ajili ya mashambulizi hazitafanikiwa tena. Na nimekusanyia taarifa kede ambazo zingine zinaeleza kuwa bunge la mkoa wa Kivu Kaskazini litachunguza hoja ya kutokuwa na imani ama kutokuwa na uaminifu na gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki pamoja na serikali yote ya mkoa. Tangazo hili lilitolewa na ofisi rasmi ya bunge kupitia taarifa iliyochapishwa tariki 24 mwezi huu kutoka katika mji wa Uvira. Hali ya kisiasa inaendelea kuwa tete katika mkoa huo wa Kivu Kaskazini. Kupitia taarifa iliyosambaa, wabunge wa mkoa wameitwa kuhudhuria kikao cha dharura kitakachofanyika katika makao ya mpito katika taasisi hiyo ya Kavimvira hapo Uvira. Ajenda ya kikao hiki ni muhimu sana na kukujadili yale ambayo yakiendelea na yaliyosemekana hapo awali, kupitishwa rasmi kwa ratiba ya kikao
kusikiliza hoja husika ambazo zimetajwa, na hiyo ni kujadili na kuchambua hoja ya kutokuwa na imani dhidi ya kiongozi wa serikali ya mkoa ambaye ni Jean-Jacques Purusi. Utaratibu huu wa kibunge ni hatua muhimu kwa utawala wa Jean-Jacques Purusi Sadiki endapo hoja hiyo itagundulika na kupatiwa kura, inawezekana kusababisha kuondolewa madarakani kwa kiongozi huyo wa mkoa. Kwa mujibu wa sheria zinazosimamia mkoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sasa sababu rasmi zinazomkabili gavana huyo hazijaelezwa waziwazi katika taarifa za kuitisha kikao hicho. Hata hivyo, kikao hicho kinampa nafasi ya kujitetea mbele ya wabunge wengine kabla kura hazijaanza kuhesabiwa dhidi ya madai hayo. Kikao kinatarajiwa kuanza saa 4 asubuhi na wachambuzi wa kisiasa watakuwa ndani wakiendelea kufuatia kwa ukaribu matokeo na matukio ambayo yatakayoendelea hapo. Kuhojiwa kwa gavana wa Kivu Kaskazini Jean-Jacques Purusi Sadiki na naibu wake Jean-Jacques Elakano huko Kinshasa. Gavana huyo pamoja na naibu wake wamehojiwa mjini Kinshasa wakati hali ya usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini ikiendelea kuwa ni tete, huku hali ya kukata tamaa miongoni mwa wananchi ikionekana waziwazi. Jean-Jacques Purusi amehojiwa huku kukiwa na mjadala ulioibuka, ukiwa ni mjadala ambao unasemekana ni kwamba bunge limekuwa mezani kujadili hoja yake na wananchi kuwa na wasiwasi au kutokuwa na imani na utendaji wake kazi, na inaelezwa kuwa walianzisha mchakato huo wakiendelea kukusanya saini ili kuhakikisha uendelezo wa baraza hilo. Jean-Jacques Purusi anashutumiwa kuwa na usimamizi mbovu, kukosa uwezo wa uongozi, ubadilifu wa fedha na uendeshaji usio wa wazi wa huduma za umma katika uongozi wake wa jimbo. Wabunge wa jimbo wanaendelea na jitihada za kukusanya saini dhidi yake. Sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Jean-Jacques Purusi anaelekea kuwa chini kabisa, na watu wengi wamelizungumzia hilo wakidai kuwa hana uongozi mzuri, lakini serikali ya Kongo bado inaendelea kumwamini. Mkakati wake wa kwenda Burundi kila siku na kurejea asubuhi unatazamwa na baadhi ya wananchi kama ishara ya usaliti. Kwa nini kiongozi anayepaswa kulinda wananchi anakimbia kila siku na kuokoa maisha yake tu, huku akiacha wananchi bila ulinzi wowote? Aidha, inaelezwa kuwa hajawahi kushambuliwa hata mara moja mjini Uvira wala kutishiwa amani kwa hali yoyote ile. Wananchi wana maswali mengi sana kuhusu tabia hiyo, wakisema Uvira ina hali ya usalama. Kwa nini basi gavana huyo Jean-Jacques Purusi analazimika kuvuka mpaka kila siku na kwenda kulala Burundi? Wengi wanahoji mambo hayo. Kama hata Felix Antoine Tshisekedi angefanya hivyo, hali ingekuwa vibaya na watu wangesema nini? Wakati yeye ndiye anayelengwa mara kwa mara, badala yake anaendelea kubaki Kinshasa. Iwapo hana dhamira ya kweli ya kuongoza wananchi, basi anaweza kuachia madaraka ili kumpa nafasi mtu mwingine mwenye nia njema na jimbo hilo na pia mwenye nia njema na wananchi. Tabia ya kwenda kulala Burundi kila siku haisaidii chochote kwa wananchi
amesema hivyo mmoja wa